4 mpaka 27. Amina. Mtu mmoja akaja akawapasha habari ya kwamba, anzia mstari wa kwanza tu mwana. Amen. Sura ya 5 Matendo ya Mitume. Lakini mtu mmoja jina lake Anania, Good. mmoja na Safira mkeo, pamoja na Anania Safira, aliuza mali akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Ndio Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Ndio. Na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Ndio. Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako. Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako, ukumwambia uongo mwanadamu bali Mungu? Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote waliosikia haya. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Hata muda wa saa 3 baadaye mkewe akaingia, naye hana habari ya hayo yaliyotokea. Petro akamjibu, niambie, ulikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Ndio. Akasema, ndio, kwa thamani hiyo. Ndio. Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Ndio. Angalia, miguu yao waliomzika mumeo ipo mlangoni, nao watachukua nje wewe nawe. Mara akaanguka miguuni pake akafa. Wale vijana wakaingia wakamkuta amekufa, wakamchukua nje wakamzika pamoja na mumeo. Hofu nyingi ikawapata kanisa lote na watu wote walioyasikia haya. Na kwa mikono ya mitume. Asante sana. Amen. Naomba kurudia kusema, tambua hapana siri kwa Mungu. Biblia inatuonyesha lilikuwa kanisa la mitume na mchungaji ni Petro yuko hapo, na sasa wanakubaliana kama kanisa ni kuuza viwanja na mashamba, na tunaleta sehemu hizo katika nyumba ya Mungu kwa ajili ya ujenzi, ustawi wa kanisa la Mungu. Biblia inasema mchungaji Petro anamwambia hivi, wewe hii sadaka unaiweka mikononi mwangu, ndicho kiwango chenyewe? Anasema ndio mchungaji. Mchungaji Petro anasema hivi, sababu ni nini? Hivi wazania unaongea na mtu, unazania ile siri? Yaani pale mmepatana kusema uongo na kufanya siri, ukizania ya kwamba Mungu hayo kila mahali. Angalia ile patano lenu, sio patano ambalo ni ya siri inapata maana, ila siri hiyo inakuletea uharibifu. Pale mmepatana kumwambia Roho wa Mungu uongo. Na mnakumbuka Jumapili iliyopita nilisema Roho Mtakatifu nikomesha. Yesu alisema ni bora unisemee mabaya mimi Yesu ati Roho Mtakatifu. Hebu angalia hii picha wewe, huyu mchungaji anasema unafikiri mmepatana kuongea na mchungaji? Hapa uongo wenu ni juu ya Roho. Niliwaambia Roho Mtakatifu. Yesu anaeleza anasema, yaani mbona mchawe nini? Yaani Roho Mtakatifu yeye ni msafi. Yaani hataki kuguswa. Yaani ukiguswa tu una kitu. Sisi tunaongea na watu hapa. Alipotaja kwamba kwa nini mmependana kumwambia uongo Roho, huyo Roho tayari akajitutumua hivi. Jamani, sana. Takata moto hapo. Takata moto hapo. Ona madhara ya kuchelewa hapa. Ona madhara namba 2 ya kutokuwa pamoja na watu wanatembea pamoja. Jitahidi nisoma na Kristiani na wengine wengi. Tunakuja na wake zetu kwa pamoja. Panini sasa ametangulia, anaambiwa na mchungaji, wewe kiwango hiki ni chenyewe. Nasema ndio ni chenyewe. Kwa nini mnapatana kumwambia uongo? Roho Mtakatifu chali akafa. Bahati mbaya dada wa watu na mbaki nyumbani anamalizia kula upapa ule kumebaki na machapati. Huyo satani zake na kiatu cha mdondeo hili. Na bahati mbaya ni kama sheria za kimataifa zilikuwa hajawahi kuchungwa wakati huu. Najaribu kupiga picha. Yaani jamaa amefariki, anasema CCM moto watamchukua. Wakaenda kuzika. Unazika
Unanielewa hapo? Shida za kimataifa, haki za binadamu. Ingekuwa kama leo ungeandamana. Ungemsikurura. Wangepo leo sio punge mkono kama leo kidogo. Kwa sasa kama kisa kile kimetokea, mume anaambiwa kwa nini unapatana uongo? Kudanganya na kumsema uongo kwa Bwana. Alipoona mume amekufa, yule aliyesalia anasema, mchungaji, mume wangu amesema uongo. Lakini kwa sababu hajui kinachoendelea, anatengeneza zake nywele, tunaanza nyusi zake, anapaka mshine. Yeah, of course, you know. Yeah, we came late, but it was unfortunate. Yeah. It was not our target. Sasa dada amekuja na chapa 18. Petro bado yuko kwenye upako. Maiti yuko pale. Anashangaa, anasema Roho Mtakatifu ni hatari sana wewe. Jamani, nisikilizeni, tunatembea kwenye neema. Waulizeni wale wanaosoma Biblia, makuhani wale, mahali patakatifu, patakatifu. Kwa mchungaji kuhani tu anapanda mara moja kwa mwaka wamfungia kama anakaa aseme ya Mungu. Ole wake awe na kauchafu atakatifu. Wanasubiria mchungaji, yani kuhani tu anaingia mara moja patakatifu, yani kule kupakanyaga uko msafi kiwango ambacho sio cha nchi hii. Maana unakwenda kukutana na Mungu, tuseme naye, wanafunga mnyororo huu kama hakuna kuja wewe tukamchungulia mchungaji, ukisogeza poa hiyo umeliwa. Hebu fuatilia vile hata udaki wale waliimbaga watu ni wanani wapi kule kwa mimba kule. Wanasema mama sio kuhusu usifuate utaumia. Alidaka sanduku la agano. Yaani kwa nia nzuri kabisa yani. Lakini sema sanduku la agano itakuwa makuhani peke yao ndio waliguse. Sasa yule kwa sababu anakieleza kwa sababu alikuwa anataka kuondoka haraka. Yaani kwa kuyotii mauti chini akafa. Hiyo kama ngena watu. Yaani ninaongea kwa Hebu piga Yesu makofi mengi. Ndio kile hapo, mwambie Mungu wetu anatisha. Mwambie anaogofya. Acha usalama wako. Sasa tunatembea kwa neema, lakini bahati mbaya neema huwa zinaokoa. Bahati mbaya kila kitu huwa kina uzuri na ubaya. Ndio maana kanisa kama hili tulilianza kwa namna ya ajabu ni kanisa. Nilikuwa naongea na mtu mmoja katibu. Sema kanisa tulianza, tumeanza na watu wengi wamepinga. Mimi nimeanza hili kanisa sasa kwa sababu niko professional. Professional of what? Professional of building. You know? Sasa mimi nasimama na tukienda twangu serikalini, nina shida gani? Nina hela. Nashinda watu 40 50, nina shida gani? Ndio maana hapo wananiita mzee, kuna mdengulia sana. Nilikuwa naangalia kama kuna ndoto za utajiri zinakuja pale. Kwa unamaliza kuhudumu, umepiga kapasi vizuri, unakawa mchoro. Wale washirika wako wamepinga kama nini? Kwa wanakuambia mimi sina unga, Unatoka hapa elfu 40 zimeisha kwa wakati huu 50. Na bahati mbaya tunashangu wakina breki. Kule kutaka toka kwenye machukua yangu. Nina hela mimi. Sasa watu wanachukua hiyo, wana hela. Wenye hela. Hebu ngabia ile yako mwambie, hebu acha uchini wewe. Sasa mtu mwingine anasema, "Na hela." Yaani ungemaliza tena nyumbani unayo. Paka mwambie ndio wewe babu. Jitahidi kupunguza ukali wa maneno. Tutakuwa mpaka tukumalize. Ni mama hili. Aha. Pigie Yesu makofi mengi. Sasa kila kawaida watu kadogo na Yesu anaondoa hela. Piga picha kama nyumbani kwako angalie. Sasa wakati ule unasema nina hela, huku madirisha yamefikia kwa gunia. Kwenye nyavu. Jambo nilizo nazo za mimi na mke wangu na watoto. Hiyo mnataka kupita nazo tena. Tuendelee.
ndicho chenyewe. Ndio anasema hapana, kuna siri ovu hapa. Anani tu nyayo za vijana sijie wameshamzika mmeo. Aliposikia yale maneno pili akafa. Tusome andiko lingine hapa, nataka kumaliza. Samueli wa pili 11:17. So first atawapomesha. Andika sura hiyo ya Samueli wa pili 11:17 mpaka 27. Umeelewa vizuri eh? Samueli wa pili 11:17 mpaka 27. Halafu Samueli wa pili 12 mstari wa kwanza mpaka wa 15. Nitakunyoosha. Wafalme wa pili sura ya 5 mstari wa 24 mpaka 27. Nitakunyoosha. Torati sura ya 10 mstari wa 12. Zaburi 31 mstari wake wa kwanza. Nitakunyoosha. Zaburi 101 mstari wa 8. Dokeze kwa wale ambao wameweza kuandika. Sura ya 11 ile tena 17. Amina. Utakuta kiumbe mmoja ni mfalme anaitwa Daudi. Wameenda panapo vita. Alipata na yeye aende kabati. Baadaye akaenda simama gorofani. Akaona mwanamke mmoja mzuri sana. Anaumba zuri. Akapanda juu gorofani. Akakutembea mama na oga. Tasoma ndio nakuonyesha hiyo. Tasoma kama nakuelewa hicho kisa vizuri. Akaona yule mama na oga. Yuko gorofani, mfalme ni mtu wa Mungu. Akamtamani. Akatuma wajumbe. Wakamuita. Walipomuita akamchukua mpaka sasa si ikulu. Akamweka kwenye chumba mojawapo. Akawa naye, ila ni mke wa askari wake Uria. Ni mfalme, hawezi kuguswa. Majeshi yote yako chini yake, hakuna kufungua kimaguse. Mwenye katika tunaposoma binasema yule mwanamke ametoka kwenye unajisi wake, ametoka kwenye unajisi wake, kwa maana kama msuko wake ametoka nao. Biblia inasema siku hiyo hiyo akapata mimba. Ni mimba ya mfalme Daudi, na Daudi ni mtumishi wa Mungu juu. Akaweka siri. Akaona kile kimama akatuma message kama sisi zilikuwa. Sikiliza na kupeleka message. Nimepata mimba tulipokutana siku ile. Itajulikana. Kosa nimefanya kwa siri, itabumburuka. Nifanye nini? Akapata mawazo ya kukosea tena. Akasema muiteni mume wake Uria, mleteni huku. Akaja. Akasema ongea sana. Ongea sana. Kuna maneno ya kutosha. Vitu vingi nasema sasa nenda ukakutana na mke wako kwa amani. Na nisiko mfungashiwa na zawadi makubwa. Kikaja kile kijamaa kikakaa hapa kwenye mlango wa mfalme. Asubuhi alipoamka akaambiwa na mtumishi wake, unajua kamanda fulani Uria, kamanda yule yuko malangoni paifunga. Sasa kwa nini nimwambia aende nyumbani? Akaja wewe kamanda wa vita, kamanda Uria, mbona uko hapa? Hujui kama toka safarini ulipaswa uende kukutana na mke wako pumzike. Nikamwambia sikia hapa, kama roho yako ishivyo na roho ya Bwana ishivyo, watu wako kwenye mkesha wanapigania taifa la Israeli. Mimi ni nani nikalala na mke wangu nikapumzika nyumbani kwangu, wakati mashujaa na makomando wengine wako chini ya miti, wako chini ya maturubai? Neema, siwezi nikaenda. Mfalme mwenyewe alipoka itajulikana. Mwisho wa siku itajulikana. Nilitaka aenda kilala kule ili mimi najue ninapata. Unaona dhambi, ulisema dhambi ni mbaya, ulisema wewe mwenyewe. Kama unataka mpaka kujisema jamani nimezini, wakati hakuna aliyekuona. Sasa ana ile dhambi inamsumbua, nifanye nini? Maana hii mimi itajulikana hapa iko. Sema akatafuta mavilevi, akampangia chakula Mungu anaweka na mavilevi,
Najua nimeshamwelewesha bila kujua mwenyewe huyu. Huyu ameelewa huyu. Haya, nenda na mizigo yako. Kikafika neno langu likasema hapa haondoki mtu. Alipotoka asubuhi, hey, wewe uko hapa kwa maana never. Leo jua liwake, mvua inyeshe, nikipiga macho hali ya hewa, niliyoiacha mipani pale. Israeli wanapigana na nguvu kazi inapungua. Nitalala nyumbani. Nitalala kwenye godoro. Mimi mwanajeshi wa namna gani? Sitaondoka. Akasema, hii siri itakuwa namna gani? Jamani, wanajeshi ni watu wa namna ya namna tofauti. Wanajeshi mlio staff mpaka umebaki wanajeshi wa ulimwengu wa roho. Wewe ndio pale tumiko watu wa Mungu. Watu yeye makosa wanaelewa na kuelewa wewe. Hey! Sasa hatukifanya akaona hii issue itakumruka. Nifanyeje sija sijui kamanda. Akamwandikia barua. Akampongeza. Akaenda maeneo ya vita. Hapa amemwandikia kamanda wa vita kule kwamba huyu jamaa mahali ambapo kuna vita kali ya moto, msogezeni hapo mbele. Huyu Uria ninamwamini ni mtu fulani, mtambulisheni. Halafu vita ikizoea, mwacheni yake peke yake. Tena kama namwamini, ninasema lakini akiwa na wazo afe ili simunguruke. Uria mtu Mungu hajui. Vita imekomaa. Maadui wameshachamaa, akashangaa wengine wamekatika, amebaki peke yake. Wakamuua. Taarifa ikaja, amekufa Uria. Kile kimama nacho kizinzi na chenyewe kikaomboleza. Chinga sana wewe. Tukifika mbinguni tukione tukisomee, kwanza hata kiona. Sijui kama kitu. Sasa sikia kama waliza wewe, chia. Baada ya maombolezo yale ninasema, maombolezo kisha walizika huyo Daudi akaenda kumchukua mkewe Uria. Kampandisha ghorofani. Akaanza kuenjoy vizuri sasa. Biblia inasema nabii mmoja wapo ametulia raka akaona mchoro wote uliofanywa na mfalme Daudi. Mchote akasema nenda mwanangu atasiogope. Hapo akasema mfalme, Israeli na watu wengi na matajiri. Mmoja wa matajiri ana ng'ombe nyingi, kondoo nyingi. Kondoo nyingi. Na kadhalika. Lakini nataka nikupe siri moja. Huyo tajiri amepata wageni. Na baada ya kupata wageni, baada ya kuchukua ng'ombe mmoja wapo, kondoo mmoja wapo, kwenye utajiri wake kuna hapana. Ameenda kwa mtu mmoja maskini. Akachukua kakondoo kamoja na akategemea. Kale kakondoo kule kwa bora akapenda, huwa anakalaza kwenye mapaja yake. Kwa sababu baba akapenda. Mfalme akanuka. Ni nani huyo? Anayeweza kuleta ujinga? Tanapo itolewa utawala wangu. Atajua. Yaani kama Magufuli wa zamani. Atajua. Atalipa malaika zaidi. Akamwambia nisikilize. Nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Wewe mtu ni wewe. Nalikuwa katika roho, Bwana ameniambia. Umezini naye. Umempa mimba. Na umeenda pale zaidi mpaka umemuua na umemchukua. Ninachokishangaa kile kijamaa kinaambiwa kile kwenye kiti cha enzi kimeandika hivi, kiliposikia ni Bwana kikatoka katika ngome. Sema yeye. Kumbe hakuna siri kwa Bwana yeye. Kanabii kakasema Bwana ananiambia kwa moyo wa toba huo. Bwana anasema hautakufa. Ameiona toba yako. Haitaka kudhihirishia toba ya Mungu. Hata kama uko chini ya ikulu, yeye anajua. Kwa hiyo hautakufa. Ila ananiambia kile kitoto kitakachozaliwa inabidi akiue. Kile kitoto kikafu. Mgeukie jirani yako tunapomaliza. Una siri chafu au hauna? Sima. Naomba usicheze na huyu Mungu wa kambi ya jeshi la Waebrania. Naomba usicheze na huyu Mungu wa kweli. Maana anajua maisha yetu.
nilikuwa nimelala, namwombea mtu mmoja mahali ana HIV. Tukaanza kuomba. Akaenda akapima mara ya kwanza, bado umo. Akapima mara ya pili, bado umo. Akaenda mara ya tatu, bado umo. Halafu siku